Matukio ya kutekwa ni kilio cha muda mrefu cha watu ambao kimekuwa kikisikika mara kwa mara, watu kudai ndugu zao wanatekwa na kuuawa. Na sasa suala hili limeibukia kwenye tukio la kusimikwa Askofu Canon Bethuel Joel Mulula kuwa askofu wa Dayosisi ya Kiteto. Mgeni rasmi katika tukio hili ni Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliyewakilishwa na Waziri Mkuu wa Tanzania Majaliwa Kassim Majaliwa. Akitoa hotuba yake, askofu mteule wa kanisa la Anglican Diocese ya Kiteto hapa anatuma salamu kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuhusu vitendo hivyo. Tutoe wito kwa serikali na Watanzania kushirikiana kukomesha magenge mbalimbali ya uhalifu, hasa ya mitandaoni na uhalifu mwingine unaohusu kupotea kwa watoto na watu wazima kwa mazingira yasiyoelezeka na mauaji katika familia. Tunatoa wito kwa serikali kuchukua hatua madhubuti kukomesha vitendo hivi. Akitoa msimamo wa kanisa hilo maaskofu kujihusisha kuomba nafasi za uongozi, Askofu Mkuu Anglikana Tanzania anasema wenda kutumika kuwa mbunge ama diwani, semi rais, maana hicho cheo cha mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Ruksa kwenda, lakini ukitaka kwenda nirudishie leseni. Ukikosa huko karibu nitakukaribisha. Ukipata endelea, Majaliwa na wengine huko wataendelea kukubariki, maana hiyo pia ni kanisa la Bwana. Kila maaskofu msithubutu, maana mtakapoachia lazima tuchague mwingine. Ukikosa kule ukirudi hatuwezi kukurudisha kwa sasa. Mkuu wa Mkoa wa Manyara Quincy Ndiga akimkaribisha Waziri Mkuu Majaliwa Kassim Majaliwa aliyemwakilisha Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anasema kadiri kutokana na majukumu yaliyomkabili, basi anaelekeza kiongozi mkubwa kabisa mwingine katika nchi hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kumwakilisha katika shughuli hii. Lazima tuwe na maadili mema ili taifa hili liweze kuwa endelevu. Kama sisi tuko kwenye umri huu, lakini tunashuhudia vijana wetu wadogo wanatenda matendo ambayo yako nje ya mila, desturi na tamaduni wetu, maana tunaacha taifa tunapokwenda halitakuwa taifa la umoja. Kwa viongozi wa dini, naomba tuchukue hii majengo. Mmeanza jenga maadili kwa watoto, endeleeni jenga maadili kwa watoto. Wakizungumzia tukio hilo, baadhi ya waumini hawa wanasema tutaungana na pamoja na mbunge pamoja na askofu wetu, najua hilo litaisha tu. Na vile tunashukuru hata zile ahadi ambazo ametupa mkuu wetu, waziri mkuu wetu, kwa kutekelezea ambayo yale tumemwomba hususan barabara. Ikumbukwe kuwa tukio hili ni kutokana na kustaafu Askofu Isaya Chambala aliyetumikia dayosisi hiyo ya Kiteto miaka 15 na kuchaguliwa mwingine. Mimi ni Mohamed Chumvi, askari wa mwamvuli wa EATV.